popping up a Forbes list, gorgeous. The niggas thought I lost it, they be talking bullshit. I be talking more shit, they nauseous. Sasa twende nyuma kidogo, yani nyuma kabisa kwenye mwanzo wa uhusiano kati ya Jay-Z na Beyonce. Kwa upande wa Beyonce anasema alikutana na Jay-Z alipokuwa na umri wa miaka 18, lakini mtandao unachimbua picha za zamani. Picha ya mwaka 1998 ambayo inaonyesha Destiny's Child wakiwa na Jay-Z. Wakati huo Beyonce alikuwa na miaka 16 hadi miaka 17. Je, hiki unaweza ukakiita kitu cha kawaida? Mtu mmoja wa mtandao aliandika uchunguzi mrefu aliouita kuangukia kwenye shimo la sungura. Alionyesha mahojiano ya Jay-Z mwaka 2007 ambapo alikiri alikutana na Beyonce alipokuwa na umri wa miaka 16. Beyonce mwenyewe katika mahojiano na gazeti la 17 mwaka 2008 alisema walianza kuchumbiana akiwa na umri wa miaka 19, lakini watu wanasema kama alikutana na Jay-Z akiwa na miaka 16, wakawa wanazungumza, wakawa wanakutana. Hiyo inaitwa nini hasa? Zaidi ya hayo, Jay-Z aliwahi kutoa wimbo mmoja na Pharrell, Young Girl, ambamo anamwimbia "Have got a young girl, still not quit 21, you are 19, now you are lightning in bottle." Sikumtaja Beyonce moja kwa moja, lakini mashabiki wanaamini ni yeye na wanajiuliza mbona mwanamke wa miaka 19 anamvutia sana mwanaume wa miaka 30. Pia kuna maswali kuhusu Foxy Brown. Alianza kurekodi na Jay-Z akiwa na miaka 15, na Alia, msanii mwingine, aliondoka mapema, yani alifariki. Pia alihusishwa na mazingira ya Jay-Z. Watu wanasema huu ni muundo unaojirudia. It's 2020, y'all. And it's different than when it was 2016. Sehemu ya 5, uhusiano wa Jay-Z na P Diddy. Hapa ndipo panazidi kuwaka moto. Mnamo Disemba 2024, jina la Jay-Z liliingizwa kwenye kesi ya madai iliyokuwa ikimkabili P Diddy, mtu maarufu zaidi kwa sasa duniani. Mwanamke mmoja aliyedai alibakwa na Diddy alipokuwa na umri wa miaka 13 aliongeza jina la Jay-Z kwenye kesi yake. Alidai Jay-Z pia alishiriki kwenye ubakaji huo. Jay-Z alijibu kwa nguvu. Alitoa taarifa akisema ni uzushi wa kutaka kumharibia jina. Diddy pia alikanusha madai hayo. Kesi hiyo baadaye iliondolewa mwezi Februari mnamo mwaka 2025. Lakini maswali yanabaki, kama hakuna ukweli, mbona kesi iliwekwa na mbona iliondolewa ghafla sana? Watu wanasema pesa na madaraka vinaweza kufanya chochote kipotee kwenye hii dunia. Pia kuna suala la R. Kelly. Jay-Z alifanya kazi naye kwa muda mrefu mno. Hata wakati R. Kelly alikuwa anashtakiwa kwa kuwatumia vibaya watoto, Nasir, rapper mwenzake, aliwahi kusema Jay-Z alijua watoto walikuwa wakiingizwa studio na R. Kelly, lakini akageuza uso, yani akaamua kuuchuna. Haya yote yanafungamana na mtandao mmoja wa watu wenye nguvu ambao wameshikana mikono kwa miongo, na Beyonce amekuwa hapo kando ya mumewe kati ya hayo yote, na yeye ameendelea kula buyu tu. Sehemu ya 6 ni kesi ya udanganyifu dhidi ya The Dream na Beyonce, wakati ambao alikoselewa sana mnamo mwaka 2024 hadi 2025. Lakini Beyonce mwenyewe anazidi kukosolewa moja kwa moja. Mnamo 2025 video ilitoka ikimwonyesha Beyonce na Jay-Z wakicheza na kutabasamu na mtayarishaji The Dream kwenye club moja ya Atlantic City. Sasa The Dream ni nani? Jina lake halisi ni Terrence Nash. Mwaka 2014 alikamatwa kwa kumshtaki mpenzi wake aliyekuwa mjamzito. Mwaka 2024 kesi nyingine kali zaidi ilifunguliwa dhidi yake, madai ya ubakaji na biashara ya ngono ya kulazimisha.
na hapa ndipo wanakosolewa. Beyonce mwenyewe aliwahi kusema mnamo mwaka 2022 kwamba anawachuja watu anaofanya nao kazi, kwamba hawana historia ya ukatili, ubaguzi au unyanyasaji. Lakini hapa anacheza na kutabasamu na mtu anayeshtakiwa kwa ubakaji na utumwa wa ngono. Mtandao ulilipuka sana, alihubiri uwajibikaji, alafu yeye anafanya hivi. Jay-Z na Beyonce wanajua anayoshtakiwa The Dream, lakini bado wakacheza naye na kulabuyu tu. Hii inawafanya watu waulize, je, wanandoa hawa wanajali tu pesa na uhusiano wa kibiashara, hata kama inamaanisha kukaa karibu na wanyanyasaji? Sehemu ya 7, mapenzi yanayoumiza, udafu na msamaha. Bado hatujazungumzia uchungu wa ndani yao wenyewe. Mnamo mwaka 2014 ulimwengu ulishtushwa na picha za Solange Knowles, dada yake Beyonce, akimpiga na kumpiga teke Jay-Z kwenye lifti baada ya Met Gala. Hapo ndipo uvumi wa uaminifu ulipoanza kuwaka moto. Mwaka 2016 Beyonce alitoa Lemonade. Albamu hiyo ilikuwa na sauti ya mwanamke aliyeumia. Kila wimbo ulikuwa ni swali, alikuwa ni nani? Kwa nini? Umeniumiza vipi? Majina yaliyojitokeza ni Rihanna. Uvumi ulipoulizwa alianza kumtangaza, lakini pia Rita Ora aliyekanusha kwa nguvu, na Rachel Roy aliyejiingiza kwenye matatizo baada ya mtandao kumtaja. Mnamo mwaka 2017 Jay-Z alitoa 4.44, aliomba msamaha, alikiri kuwa alifanya makosa, akasema sijawahi fanya tena. Wakasameheana, wakazaa mapacha, wakaonekana tena wakiwa pamoja, wakiwa hodari kuliko hapo awali. Lakini watu wanajiuliza, je, msamaha unafuta kumbukumbu? Je, umma umekwisha toka? Katika sehemu ya 8 sasa tunajiuliza, kuna Bongane Hadebe anayedai roho yake ilichukuliwa, kuna MIA anayedai alishinikizwa kujiunga na ibada za damu, kuna Jaguar Wright anayedai watu watatu wako tayari kutoa ushahidi. Je, hawa wote wanaweza au wanawaza tu, au wanasema ukweli unaotishia nafasi za watu wenye madaraka? Je, ni bahati mbaya tu kwa Jay-Z kuwa amehusishwa na watu wanaoshtakiwa kwa makosa mabaya kama P. Diddy, R. Kelly, The Dream, na bado anaendelea kutajwa, na hivi karibuni ametokea kwenye faili la Jeffrey Epstein? Je, ni kawaida kwa mwanaume wa miaka 30 kumsubiri msichana wa umri wa miaka 18 akomae? Na tusiulize chochote kuhusu miaka ya mwanzo, kuna nini kiliendelea? Na Beyonce, je, yeye ni mwathirika aliyenasaika kwenye ulimwengu wa mumewe, au ni mshirika anayejua kila kitu kinachoendelea chini ya kapeti, anachunguza na kukaa kimya kwa ajili ya utajiri na hadhi, au ni mkataba mkubwa ambao umeingiwa kati yao? Hakuna jibu la moja kwa moja. Hakuna kesi iliyowahi kumtia hatiani Jay-Z, hakuna ushahidi uliowahi kutolewa ambao umethibitisha kuwa Beyonce anajua chochote kuhusu vifo vya Aaliyah au Michael Jackson. Lakini wingu la giza linazidi kuwa kubwa, na kila mwaka mtu mpya anajitokeza na hadithi mpya dhidi yao.